Ile kitu ambacho kwamba kitakata ladha. Mauti inakufarikisha kati yako wewe na ahbab na wale vipenzi vyako. Mauti inakufanya kila kitu chako ambacho kwamba unafanya katika amali zako za kidunia zinakatika zote. Mtume Muhammad SAW kwa hadithi mashuhuri ambao mara kwa mara inarudiwa hasa kwa munasaba kama huu, kwamba mtu atakapokufa, Mtume anasema mambo yake yote yanakatika isipokuwa vitu vitatu. Ima una mtoto ambaye kwamba atakuombea dua, au elimu ambayo kwamba inaendelea inafaidisha watu, au una sadaka ambayo kwamba ni ya kuendelea thawabu zake. Mama yetu huyu ambaye kwamba wengi wetu ambao kwamba tumehudhuria hapa hata jina lake wengine hatumjui, wengine hatumjui hata jina, lakini ukiambiwa kwa mashuhuri yake tu Gida, kila mtu anamjua. Gida si jina lake, manake ni nyanya wa kila mtu, yeye ni hababa wa kila mtu, amejua kutaamal na kila mtu. Ndio maana una shughuli yako, lakini uliposikia mama huyu amefariki ukasema hapana, na mimi nisiwache nikapata thawabu ya kumswalia na kuweza kumzika. Tuweze kukumbuka ndugu yangu, ndugu zetu ambao kwamba tumehudhuria hapa sote, mimi naizungumza na wewe unayenisikiza. Allah subhanahu wa ta'ala ametupenda sana sisi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametukirimu, khaswa ahlu la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Khasatan Allah subhanahu wa ta'ala ametukirimu sana, kama anavyosema mwenyewe ndani ya Qur'anul Karim, idadi ya miezi kwake Allah subhanahu wa ta'ala siku alipoumba mbingu na ardhi ni miezi 12, na katika miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Tukiwa tuko ndani ya mwezi wa Dhulhijja, moja katika miezi mitukufu, kisha ni mwezi ambao kwamba ni wa mwisho kwa mwaka, tukiwa tuko katika mwaka 1446, maana yake baada ya siku kadhaa tutaingia katika mwaka 1447. Tuko baadhi ya Waislamu ahlu la ilaha illa Allah ambao kwamba ikitafalna an dhalika, tunakumbushana ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mbali na kuchagua moja katika miezi mitukufu Dhulhijja, lakini tuko ndani ya mwezi wa mwisho katika mwaka. Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea ndani yake siku 10 ambao kwamba siku 10 hizi zina utukufu wake. Kwa husni dhanni, mama yetu amekufa katika zile siku ambao kwamba ni khairu ayami dunia. Kufa katika siku ambao kwamba ni bora haimaanishi kwamba wewe nani, lakini husni dhanni ya mwanadamu yote, ukifa mahali pazuri watu hudhania kwamba wewe ni mtu mzuri. Ukifa wakati mzuri watu wanadhania wewe ni mtu mzuri. Na haya aliyathibitisha Mtume sallallahu alaihi wa sallama wakati lilipopitishwa jeneza. Maswahaba walipolizungumzia jeneza lile kwa uzuri, Mtume akasema wajabat. Likapitishwa jeneza lingine, wale waliokuwa karibu wakazungumzia vibaya, Mtume akasema wajabat. Maswahaba akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, mbona wajabat? Mtume alisema jambo hapa sallallahu alaihi wasallama ambao kwamba yataka sisi tutaamal na tukae vizuri kama mama huyu alivyokaa vizuri na watu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Mtume akasema, nilisema wajabat ya kwanza na ya pili nikasema wajabat imelazimu iwe hivyo, sababu nyinyi ni mashahidi wa Allah duniani. Na ikiwa mtu ataondoka duniani, hadithi nyingine ya Mtume, na wakaondoka watu watatu wakatoa ushahidi wa wema wa mtu huyo, ni ahaqi ala Allah, Mwenyezi Mungu amrehemu mtu kama huyo. Wangapi ambao kwamba tunaweza kuzungumzia wema wa mama kama huyo? Katika jambo lolote la khairi utamuona yuko mbele, ajiweze asijiweze, ataekewa kiti akae, lakini mahali pa khairi hatoki. Allahu akbar. Na wakati anaugua, Allah subhanahu wa ta'ala akimpa ugonjwa wakati wake wa mwisho, humuoni kwamba ni yaisa qanitwa, kwamba amekata tamaa kwa sababu anaumwa. Hapana, mtazungumza lakini mwisho atamaliza na alhamdulillah, maana amshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amempa. Na itoshe kwamba ugonjwa, na itoshe kwamba ufukara, kwa hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwamba hizi mbili ni neema ama kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atampa mja kisha amfutie madhambi yake. Mwenyezi Mungu amsamehe mama yetu makosa yake, na Allah atusamehe na sisi katika masiku haya ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ya mwisho wa kumalizia mwaka, masiku bora katika dunia. Ndani yake kuna siku moja babu kubwa, kwa lugha ya vijana,
Siku hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikujalia ukaweza kuifunga, mbali na kwamba tumefunga Ramadhani, Allah Subhanahu wa Ta'ala akatujalia tukayafanya mengi ndani ya Ramadhani. Nikuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tukubalie, ni kwamba katika hadithi ya Mtume, atakayesimama Ramadhani, atakayefunga Ramadhani atasamehewa madhambi yaliyotangulia. Baada ya Ramadhani kuna na sita, atakayefunga na sita atakuwa amefunga mwaka mzima. Lakini baada ya kuingia katika mwezi wa Dhulqaada, moja katika miezi mitukufu, watu wakafanya khairi kweli kweli, kwa sababu Allah akisema ndani yake fala tadhlimu fihinna anfusakum. Tukiingia katika mwezi wa Dhulhijja, ambapo kwamba ni kila mmoja sasa hivi apambane, ikiwa ni kusimama usiku simama sana, ikiwa ni kusoma Qur'ani soma sana, kwa sababu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ile utakapoondoka, kitakacho kusaidia ndani ya kabri yako ni amali yako. Kwa hivyo zidisha katika amali. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati utaondoka duniani vitu vitatu vitakufuata. Mali yako itakufuata, watu wako wa nyumbani watakufuata, na amali yako itakufuata. Lakini Mtume asema fayarji uthnani wa yabqa wahidu, viwili vitarudi nyumbani, kimoja utabaki nacho. Viwili, watu wako watarudi nyumbani, mali yako kama imekuleta mpaka hapa kaburini itarudi nyumbani, lakini amali yako itabaki na wewe. Kwa hivyo tutengezeni amal na tuzidisheni katika amal. Fa innal mu'mina la yashba'u min alkhair qat, kwa sababu muumini hashibi katika khairi kabisa. Na pia vile vile tuweze kuweka nia, tia na azma mzuri katika khairi, kwa sababu niyatul mu'mini khairu min amali. Tia nia ya kufanya mema kila wakati. Ikiwa itakuwa ni wakati wako umeisha, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipe kwa nia yako. Mama huyu angetaka kuishi na sisi, familia yake wangetaka waishi na yeye, mama mshauri, mama mcheshi, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa uzuri wake wote akaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkhtari amuondoe. Imani kwa kupumzika, Allah Subhanahu wa Ta'ala nkumpendelea khairi. Na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumuomba atupe husnul khatima. Kama tutakuja kuondoka leo, ni kesho tuondoke vizuri. Hata watu wakisimama kuzungumza, wazungumze mazuri kukuhusu, si wazungumze wawili mazuri kukuhusu, kwa sababu ndio sahibu bil jambi. Lakini waliobakia umma wote 99%, kila mmoja anasema ubaya wako. Pamoja na kwamba tumehusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tutaje mazuri ya maiti wetu, na tujizuie sana kutaja mabaya. Kama mazuri huna, utajwe na yapi? Itabidi wengine wale wenye imani watajizuia, wale wengine akina sisi utasema, kisha useme astaghfiru. Sasa huyu jamaa ni dhulumu, lakini astaghfirullah. Tusema tusitaje, lakini ni dhulumu. Sasa nifanyeje? Alhasil ni kwamba tuatende mema na tuwe na uhusiano mzuri insha Allah Taala, na tuombe Mwenyezi Mungu kila wakati atuwafikie kuyafanya mambo mazuri. Tukifika mahali kama hapa tuwe ni dhikra. Tuache saa nyingine watu wanazungumza mambo, lakini utakuta yakizungumzwa, tukija kwenye maiti mwingine kumleta hapa, sisi wale tu. Wewe uko story yako, umekutana na mwenzako. Jeneza lafaa lifuate wapi? Watu wakae nyuma au wakae mbele? Kisunna jeneza yafuatwa mbele ama nyuma? Ama tukimbie kaburini? Lakini tunafanyaje? Tukifika hapo tunakata sisi wote, kila mmoja anakimbia. Si kijiko unakuja kufuata hapa, wala si kijiko unakimbilia. Lakini utafute nafasi. Hii kaburi imejaa hivi kweli, ukija mbele ya jeneza nini itakoseka kwako? Hutaki hata kushika jeneza, lakini angalau umeonekana na wewe ulihudhuria. Jamani, jeneza wakati tunapolibeba yataka tuwe ni ibra, tupate mazingatio. Ni nani huyu tumembeba? Ni mtu ambaye kwamba alikuwa na watu, lakini sasa hivi na yeye tunamweka, ni yeye na amali yake. Na kesho na mimi na wewe tutafanyaje? Tutaweka, tumuombe mama yetu insha Allah Taala. Mwenyezi Mungu ampe kauli thabit, na Mwenyezi Mungu atuwafikie, atuthubutishe katika amali salih. Na ikifika hiyo siku ya Arafa, Mwenyezi Mungu pia tumuombe